Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 11 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema idadi ya watu duniani yafikia bilioni 8. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, inasema idadi ya watu duniani yafikia bilioni 8. Lakini watoto waliopotea wakutwa wamefariki ndani ya gari bovu. Watoto waliopotea wamekutwa wamefariki ndani ya gari bovu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni CDF atoa onyo kwa wastaafu. Huyo ni CDF atoa onyo kwa wastaafu. Lakini Chadema yamkomalia msajili kuhusu ruzuku. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema cha mkomalia msajili kuhusu ruzuku. Na mapya yaibuka kesi ya wanafunzi vyuo vikuu kufoji nyaraka za mikopo. Mapya yaibuka kesi ya wanafunzi vyuo vikuu kufoji nyaraka za mikopo. Lakini kuna habari inasema maridhiano CCM ACT yaibua wadau wa siasa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako gazeti la Mwananchi lenyewe linaanza na habari inayosema Diamond atajwa madai ya rushwa shilingi milioni 100. Diamond atajwa madai ya rushwa shilingi milioni 100 ni katika kesi ya kupinga ubunge wa Baba Levo. Shahidi adai Diamond alitamka kutoa shilingi milioni 100 hadharani, na mahakama yapokea video 45 yakataa barua onyo kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini Chadema yatoa maazimio 15 yaitisha baraza kuu. Chadema yatoa maazimio 15 yaitisha baraza kuu. Lakini bado kuna habari inayosema Mo Dewji afunguka mapitio ya kujenga utajiri wa familia. Lakini wadau maridhiano yalete matumaini Zanzibar. Hao ni wadau kwenye gazeti lako la Mwananchi wasema maridhiano yalete maendeleo Zanzibar. Lakini Rais Erdogan awapa zawadi ya bastola risasi viongozi wa NATO. Rais Erdogan awapa zawadi ya bastola risasi viongozi wa NATO. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema wananchi wanasiasa wasifu maridhiano. Wananchi wanasiasa wasifu maridhiano. Lakini Dr. Mwinyi, maridhiano kuunganisha wananchi. Na Hemedi azindua kitabu cha falsafa ya Dr. Samia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo bado kuna habari inayosema mamilioni wamzika Ayatollah Ali Khamenei. Mamilioni wamzika Ayatollah Ali Khamenei. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenyewe linaanza na habari inayosema mamia ya mwaga mwandishi Mwakalebela azikwe Dar es Salaam. Lakini Chadema yataka ushahidi tuhuma za viongozi wake. Chadema yataka ushahidi tuhuma za viongozi wake. Hiyo ni habari ukurasa wa kwanza kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Habari Leo kuna habari inayosema serikali yarejesha hekta milioni 3.3 za misitu iliyoharibiwa. Serikali yarejesha hekta milioni 3.3 za misitu iliyoharibiwa. Lakini vyuo vikuu waanza udahili nafasi 100,000 na 70,000. Vyuo vikuu vyaanza udahili nafasi 100,000 na 70,000. Waombaji waonywa dhidi ya matapeli wanaojiita mawakala. Lakini minara 758 yaipa Tanzania tuzo ya kimataifa. Na watoto 3 wafa ndani ya gari lililofungwa vioo. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini vijana vicheko mpango wa bilioni 200. Vijana vicheko mpango wa bilioni 200. Arusha yapokea mkopo wa milioni 730. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini asilimia 40 waliopimwa Sabasaba wabainika shinikizo la juu la damu. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiongezea kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania,
Uzalendo Kwanza linaandika jaji mkuu Masaju awashitaki kwa polisi mabaunsa wa Goba. Huyo ni jaji mkuu Masaju awashtaki kwa polisi mabaunsa wa Goba. Lakini BOT yatahadharisha uwekezaji sarafu za kidigiti. BOT yatahadharisha uwekezaji sarafu za kidigiti. Na vipaumbele vya serikali ni ajira. Huyo ni Ridwan Kikwete asema vipaumbele vya serikali ni ajira. Lakini kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania linaandika Abdullah, sheria itumike kuinua maendeleo. Huyo ni Abdullah asema sheria itumike kuinua maendeleo, asema ubora wa sheria kupimwa katika kuboresha maisha ya wananchi. Lakini ampongeza mwanasheria mkuu wa serikali kwa wazo la kitabu cha Mama Samia Doctrine of Law. Ni kitabu kilichobeba maudhui ambayo yamefanyika chini ya uongozi wa Rais Samia. Lakini Watanzania wahimizwa kuendelea kudumisha amani na mshikamano. Na Waziri Sangu amwita Sheikh Mansur kuwekeza Tanzania. Huyo ni Waziri Sangu amwita Sheikh Mansur kuwekeza Tanzania, huku Dr. Gwajima wadau wa maendeleo chachu uchumi jumuishi. Huyo ni Gwajima wadau wa maendeleo chachu uchumi jumuishi. Ina habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge lenye asubuhi ya leo linaandika Kikwete Ban Ki-moon wajadili kuimarisha elimu duniani, na ujenzi wa hospitali ya rufaa unatarajiwa kuanza hivi karibuni. Huo ni ujenzi wa hospitali ya rufaa Rukwa unatarajia kuanza hivi karibuni. Huyo ni Dr. Homera. Lakini Katimba, Rais Samia ameimarisha utawala wa sheria, asema kitabu cha falsafa sheria Mama Samia kina mchango muhimu katika taaluma ya sheria ya uongozi. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Machinga. Lakini Mo Dewji aeleza mafanikio ya utajiri wa familia yao. Huyo ni tajiri Mo Dewji aeleza mafanikio ya utajiri wa familia yao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika TCU ya puliza kipenga yaonya wakongwe walonga maridhiano Zanzibar. Kitabu cha falsafa ya Rais Samia chanika mafanikio makubwa. Lakini Jenerali Mkunda ataka wastaafu kuviishi viapo, na sonona balaa jipya la wanawake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Uhuru linatufungulia dimba kwenye ulimwengu wa michezo. Linaanza na habari inayosema balaa la mkuta Kante. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Uhuru, linasema balaa la mkuta Kante. Lakini Kagame Cup kwa kutanisha Simba na Singida Black Stars, na kasi ya ujenzi uwanja wa Arusha usipime. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Na Bongo Flava bado muziki mnene. Lakini gazeti lako la Machinga linaandika Simba Singida kundi B Kagame Cup, kwa nini VAR inaleta utata kombe la dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe linaandika Mo Dewji aja na mapya Simba, timu kuingia mzigoni yapewa Singida, Yanga yavuta kiungo Dar es Salaam, wakubaliana kila kitu apewa ofa nono. Lakini Bruno amekumbana na matusi kisa Cristiano Ronaldo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.